waliokaa katika giza ya uvuli wa mauti, wamefungwa katika tabu na chuma, kwa sababu waliasi maneno ya Mungu, wakalidharau shauri lake aliye juu. Bwana asifiwe sana. Hilo neno huwa tunasoma kila saa na kila siku na kila wakati, lakini Mungu ananiambia nilirudie ili pengine kuna mtu anaenda kufunguliwa. Bwana asifiwe sana. Watu wengi wanateseka hata saa hii kwa sababu kuna mahali walifungwa. Kwanza, kitu cha kwanza, watu wengi tulitokea katika dini ambazo hazitaki maombi. Haleluya. Hazitaki. Na kama huna maombi huwezi kujazwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Manake huwezi kunyamaza ati Roho akuje kama umenyamaza. Biblia inasema kwamba walikaa katika chumba cha juu, hawakulala, walifanya maombi mazito. Wanasiwe sana, ndio Roho wakakuja. Sasa shida ikawa, unaona, kwa sababu gani mwanadamu amefungwa? Waliokaa katika giza la uvuli wa mauti wamefungwa katika tabu na chuma. Haleluya. Sasa nataka utafakari. Wewe unasema wewe ni mtu wa Mungu, na wewe uko katika nyumba ya Mungu, na wewe unafanya kila kazi ya Mungu, lakini yale mafanikio Mungu ameahidi haiko katika maisha yako. Ujue kwamba kuna kitu kinazungumza katika maisha yako. Haleluya. Nilikuwa nikizungumza mambo ya madhabahu sana, na ninazungumza kama mambo ya madhabahu sana, kwamba kama utakuwa ndani ya kanisa na unasoma sana ini yako, lakini kuna kitu ambacho kinatesa watu kama madhabahu sana, mwezi wa 4 lazima, kama kuna madhabahu katika hiyo ukoo wenu, lazima watu wazike mwezi wa 4. Haleluya. Sasa jua kabisa huyu mtu amekuwa ndani ya kanisa ama ako ndani ya kanisa, lakini kuna kitu imemfunga. Maana Biblia inasema kwamba waliokaa katika uvuli wa nini? Wa mauti.